Kitabu cha Waefeso kifungu cha kwanza. Kuna maombi aliomba mtu wa Mungu Paul akiliombea kanisa la Waefeso, ambalo pia ni ombi la kufaa sisi Kenya Israel siku hii ya leo. Paulo anasema hivi kuanzia mstari wa 15. Waefeso kifungu cha kwanza mstari ni wa 15, anasema hivi: kwa sababu hiyo, tangu niliposikia juu ya imani yenu kwa Bwana Yesu na upendo wenu kwa wote wa Mungu, sijaacha kamwe kumshukuru Mungu kwa ajili yenu. Ninawakumbuka katika sala zangu, ili Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtukufu, awajalieni Roho wake atakayewapa hekima na kuwafunulieni Mungu mpate kumjua. Namuomba Mungu aifunue mioyo yenu iweze kuona mwanga wake, mpate kutambua lile tumaini alilowaitieni na utukufu mkuu wa zawadi alizowawekea watu wake, mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini. Uwezo huo unafanya kazi ndani yetu ni sawa na nguvu ile kuu mno iliyomfufua nayo Yesu Kristo kutoka wafu, akamketisha upande wake wa kulia mbinguni. Huko Kristo anatawala juu ya kila tawala, mamlaka, enzi na ukuu. Anatawala juu ya kila cheo kiwezacho kutajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Mungu ameweka vitu vyote chini ya miguu yake, akamkabidhi kwa kanisa akiwa mkuu wa vitu vyote. Kanisa ni mwili wa Kristo na ukamilifu wake, yeye anayekamilisha vitu vyote kila mahali. Praise the Lord. Kama kuna heading ya siku ya leo, tuongelea kuhusu nguvu ya ufufuo. Asifiwe Yesu Kristo. Hiyo nguvu ya ufufuo ni nguvu ya ajabu tuliopewa sisi ambao ni wa Kristo. Twajumuika wote tuwe mwili huo ambao ni wa Yesu. Kwa hivyo Bwana na alibariki neno lake. Praise the Lord. Kwa hivyo briefly anasema hivi: Mungu atupe roho atakayefungua mioyo yetu tuweze kujua mambo haya. Atujalie roho wa hekima na ufunuo, praise the Lord, ili tuweze kufungua macho ya mioyo yetu. Macho ya mioyo yetu. Na katika ile hali ya kufungua macho ya mioyo yetu, tuweze kutambua tunapoona ile tumaini aliyotuitia. Ile tumaini aliyotuitia. Jambo la pili, utukufu mkuu wa zawadi ama inheritance aliyotuwekea sisi watu wake. Na pia tuweze kuona, asifiwe Yesu Kristo, hiyo nguvu ifanyayo kazi ndani yetu. Nguvu kuu, tena nguvu ya ajabu. Nilidiscover juzi tukiwa hapa kwa Local Church Council, jambo ambalo sijawahi fikiria tena na ambalo ni la kweli. Ukweli ni kuwa kulingana na physics, mimi siwaoni nyinyi. Ninaona miale ya nuru inayowapiga na kuja kwa macho yangu. Ndio maana kama kuna giza siwaoni. Kwa hivyo nuru, light rays, when they come and hit you and then flow into my eye, naona ukiwa mweusi, mweupe, tena naona nguo yako jinsi ilivyo. That is the same idea. Tunaweza kuwa wote tuna macho, lakini kama jicho lako lina giza, haya yote hautayaona. Lakini kama liko na nuru, hawa wote utawaona na yote utayaona na kuyatafakari. Kwa hivyo kuna wengi tuna macho ya kuona, lakini hatuoni, eti kuwa tumetiwa tumaini la ajabu. The hope
that God has called us to. That hope. Hilo jina ukiliona tumaini in the New Testament, haswa pale pameandikiwa zile barua zimeandikwa na mitume wa Yesu Kristo. Tumaini hilo ni tumaini la ufufuo. Etikuwa ninajua nitafufuka. Nyakati hizi walielewa kuwa kuna sehemu tatu. Kuna sehemu ya anga ambao ni mbinguni, kuna sehemu ya duniani tunamokaa sisi wenye nyama na damu, na kuna sehemu ya kuzimu wanaokaa wafu. Siku hizo hawangethubutu kufikiria eti mtu anaweza kufufuka atoke sehemu hiyo ya wafu, maana akiingia hapo ametulia hapo milele na milele. Hawangefikiria kuwa binadamu angetoka hapa katika sehemu hii ya nyama na damu aweze kuingia mbinguni, maana sehemu ya mbinguni imetengewa Mungu na malaika wake. Lakini tumaini yetu ni hili: tutatoka kutoka hapo wafu waliko, tuwe hai, na zaidi ya hayo tupenye tuingie mbinguni. That was the first of its kind. No one before had ever thought about it. That is our Christian invention. Tutoke huko wafu waliko, tukuje huko waliko hai, na zaidi ya hayo tupae tuende mbinguni. Katika tamaduni za Wakamba kuna pali Mungu anakaa. Inasemekana Wakamba walipoona nyota walisema ni Mungu amejifunika blanketi, lakini ile nuru inapita katika yale mashimo ya blanketi. Wasema sasa unaona Mungu amejifunika blanketi, ama labda amefunika jua blanketi. Kwa hivyo wanapoona nyota wanajua hapo ni sehemu ya Mungu. Mkamba aliamini mtu akifa anaenda huko kuzimu na anakaa huko na arudi tena. Labda tutembelee kama majini, kama maimu, atutembelee kama maimu, lakini atakaa hapo, asaulikie hapo na kae huko. Yesu angekuwa anawahubiria Wakamba, angewaambia huko walikwenda wakakuwa maimu, warudi wakuwe na miili, na zaidi ya hayo wawe na miili ya ajabu inaweza kupaa mpaka waingie mbinguni aliko Mungu. That is the hope of our salvation. Na kwa Wayahudi na watu wa nyakati hizo, that was an incredible invention. Iliwashangaza sana. It was worth dying for. Praise the Lord. Hebu na Roho atuwezeshe kuona ukuu wa hilo tumaini. Praise the Lord. Tumaini la pili ni hili, ili tuweze kuona. May the Spirit open your eyes. Hiyo macho ya mioyo yako hebu ifunguke, ione. Secondly, utukufu mkuu wa zawadi aliyotuwekea sisi watu wake. Huu utukufu ni upi? Simple. Kama uko na Biblia inaitwa ESV, English Standard Version, it's a very good Bible. That version ukipata, may God bless you. Why is it important? Because that version imetoka from Greek Old Testament. We call it Septuagint, which was the Bible that Jesus and his disciples read and quoted from. Kuna very many versions. Kuna Septuagint hiyo ya Greek, na kuna Masoretic ile ya Hebrew. Zote zilikuwa wakati mmoja, wakati wa Yesu. Lakini mara nyingi when they are quoting the Old Testament, our quote from the Hebrew, wana quote from the Greek, ambapo zikiwa mbili, ingawa generally zinasema jambo moja, lakini some things the Hebrew Bible inapotosha ama imeenda kando. So using the ESV, those people, yani ile tutaita aje, wale wote katika ESV in the Old Testament wanaitwa sons of God. Wote ni miungu inakaa angani. Na hii nyota tunaona walielewa wakati huo kuwa hii nyota ni hao miungu wao. Ndio maana waliabudu nyota. Kumbukeni Yesu alipozaliwa nyota ilitokea mbinguni. Unaelewa? Kwa hivyo walielewa hapo ndio makao ya Mungu na miungu wale wengine. Also called the divine council worldview. Huko ndio wanakaa. And so in the Old Testament wakiitwa sons of God. In the New Testament wao sio tena wanaitwa sons of God,
ni sisi tunaitwa sons of God. Ni kusema hivi, hao wote Mungu hakuridhika na wao, atawahukumu ili sisi tuliompokea Yesu Kristo tuende tukachukue nafasi yao mbinguni. Ili nikuthibitishie, kitabu cha Ufunuo kifungu cha 2 mstari wa 20, the Bible says this. Yesu akinenea kanisa la wakati huo, Ufunuo 2:20, anasema, na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa, naye atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondavyo. Kama mimi nilivyopokea kwa Baba yangu, nami nitampa ule yeye ashindaye nyota ya asubuhi. Maana miungu ndio ilipewa mataifa iongoze, lakini Mungu ameshusha hiyo miungu yote, na ni sisi tumepanda tukakae pamoja na Mungu. And that is what makes 1 John chapter 3, the Bible says, behold, what manner of love. That word behold inasema ni jambo la kushangaza, ni jambo la kufurahisha. Kwa sababu gani? Maana tumeacha kuwa tu binadamu tu, tumekuwa kama miungu. And that is amazing. That is completely amazing. Look at your neighbor, muulize, wewe kweli? Tumuulize, ni wewe kweli? Ni wewe kweli? Umechukua sehemu ya miungu? Umeona vile amechapa? Unashangaa hii imechapa hivi na kuparara hivi, kuna matuta. Itaingia huko ikae. Chapter 3 verse 21. Yesu anasema, yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti cha enzi. Sisi tutaketi huko. Ndio maana shetani anakuchukia sana. Praise the Lord. Na kisha ninaomba macho ya mioyo ifunguliwe, tuelewe kama anavyosema verse 19, tupate kutambua jinsi uwezo wa Mungu ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini. Tell neighbor, kuna uweza. Tumwambie kuna uwezo umewekewa wewe na mimi kama tutaamini. Praise the Lord. Kuna uwezo, na uwezo huu ni mkuu. Wacha nitumie mifano miwili. Mfano wa kwanza ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hapa Disemba tulikuwa hapo tukikumbuka kuzaliwa kwake. Kumbuka hivi, kwa nguvu ya Mungu, bikira mwanamwali akapata mtoto, akapata mimba ya mtoto. Na wakati huo ndio watu tu kumbuka kupata mimba kwa Mary. Lakini kuna mambo mengi hawayafikiri. Kama for instance, kwa hiyo nguvu mamajuzi wakiwa mashariki wakaona nyota imetokea, ina ishara ya kusema mfalme wa Wayahudi amezaliwa. Yaani Roho alifanya makusudi ili upate kuzaliwa kwa Yesu Kristo kumeambatana na hiyo ishara mbinguni. Haya, ishara ni hiyo, wakaiona na wakaifuata. Na katika ile hali ya kuifuata, ukiangalia Luka kifungu cha 2, Julius Augustus akatoa amri rasmi, akasema kila mtu arudi kwao akajiandikishe. Kusudi lake ili watakavyojulikana watoe ushuru. Wakati huo Joseph na Mary walikuwa Galilee, mji unaitwa wa Nazareth. Na kwa sababu hiyo ikawalazimu waende wakamzae mtoto Bethlehem alikotoka Joseph, ili upate neno la Mungu limetimia
ambalo lasema atazaliwa Bethlehemu. Nawe Bethlehemu sio mdogo kati ya miji ya Juda, maana kutoka kwako kutazaliwa mwana wa nani? Wangu. That is the Spirit working. Are we together? Na wakati huo wale mamajusi wameenda na wakatembea wakafika kwa Herode, ambaye alisikia ile habari, akawaua watoto wale wengine wa Bethlehem kulingana na neno la Mungu, maana ni unabii. Yesu alipotambua kuwa anatafuta kuwaua, mama yake na baba yake wakakimbia wakaenda Misri kulingana na unabii. Na walipotoka Misri ili warudi alipokuwa mkubwa na Herode ameaga, wakarudi tena Nazareti kulingana na unabii. Huo usome wote katika kitabu cha Mathayo. That is the working of the Holy Spirit. Hiyo ni nguvu ya Mungu, imeweka mambo yote yakaja yakaalign vizuri katika maisha ya Yesu Kristo, ili aliye na macho ya roho aweze kuona na kuelewa. And the amazing thing is this: Mary aliyaona na akaelewa. Tunaambiwa Luka kifungu cha kwanza verse 19, Maria aliyaweka na kuyatafakari mambo hayo yote moyoni mwake. Na pia tunarudia chapter 1 verses 51, mama yake Kristo akayaweka mambo hayo yote moyoni mwake. Wewe macho yako inaona ama haioni? Yaani huenda kuwa umefungua, lakini ile giza imekutawala. Ishara za Mungu zilizokukuzunguka hauwezi kuzielewa kuwa Mungu yuko pamoja na wewe, hata kuondokea, hata kuacha, hata kupungukia. Lakini maana kuna giza, ingawa mema unayaona na ishara unaziona, my friend, unakufa moyo, unafanya kama watu wa dunia hii. Usipuuze ishara akuonyeshayo Roho Mtakatifu. Labda magari huna, labda manyumba hauna, labda mashamba hauna, kama vile Maria mama ya Yesu Kristo na baba yake. They were very poor. But this is important. It was enough for Mary. Ilimtosha Mary kujua anatimiza mpango wa Mungu katika maisha yake. And let me tell you, hakuna kitu mbaya kama kuwa na gari nyingi, nyumba nyingi, mashamba mengi, lakini wakati wa kufa hayo yote hayana meaning katika maisha yako. Wazee wengi wanapofika hapo wanauliza, what can I show? Ndio nyumba ninazo, nikatafuta, nikatengeneza mali, lakini what does it mean in the end? Kuna mtu alinipatia hii habari na muipokee leo katika jina la Yesu Kristo. Alinipatia mfano wa mtu ambaye alifanya law miaka kidogo awali kidogo. Akisoma law kama wengine, mkigraduate unasema kulingana na vile nimejua sheria, I will transform the world. I will transform the world. Based on this knowledge, I will transform the world. Baada ya wakati fulani alipotambua the world is very big, akasema I will transform my nation. Akathubutu kufanya hili, akathubutu kufanya lile, akajaribu hivi, akajaribu vile, akatambua kumbe hii nation, hii taifa kumbe ni kubwa na watu ni waajabu, hawasaidiki. Akasema mimi mambo ya dunia nimeacha, mambo ya taifa nimeacha, sasa nitatengeneza mji wangu. Akajiingiza kwa mji, akitengeneza chairman, treasurer, akiingia pale akifanya mobilization, tuwasaidie watoto, labda boy child, labda girl child. Akapata kumbe watu ni wagumu, no matter how much you want to help them, watu hawasaidiki. Akasema mwishowe katika uzee wake, mimi nimechoshwa na mambo ya dunia, nimechoshwa na mambo ya taifa, hata nimechoshwa na mji huu, hebu nirejee kwangu nipatengeneze. Kumbe kitambo anarejea kwake apatengeneze. Mtoto wake ni miaka 30, mwingine 25, mwingine ni 23, wanaondoka waende. Wanaondoke waende. Sasa niambie atasaidia nani? Na hiyo mali yote alikusanya ataachia nani? Nilimaliza Scott 2005.
2005. I was very good in Greek. Nilikuwa na second class upper. Sikuwa kidogo. Sasa nilipotoka huko nikitafuta kazi, nikapata kazi DCC iko karibu hapa na kwetu, inaitwa Kasinga. DCC tu, hata Kasinga sahau. Nikaenda hapo, nikatumwa, nikaenda na nategemea nitatumwa kwa ile kanisa ya DCC kubwa. AIC. Maana walikuwa na service ya kizungu. Nikasema hapo kizungu changu chote nitakitumia vizuri. Hey my friend. Nilitumwa to the newest and smallest church kwa hiyo DCC. Ndio inaanza. Nile Kikamba nilikuwa nikiongea kama Mkikuyu. Hata Mkikuyu ni afadhali kama Mumeru. Nikaanza kuiongelea hapo. Unapata watu nikihubiri na kizungu ndio wanaelewa. Leo Kikamba hawafanyi nini? Hawaelewi. Na hapo nikatatizika, nikauliza sasa, Mungu, hii potential umenipatia, mbona hautaki itumike kwingine? Nikaandika mabarua. Pipeline Nairobi, Ziwani Nairobi, sijui Mombasa Shimolatewa, nikaandika mpaka na Nakuru. Naandika mabarua, no response. Bado niko ngengeda, nangangania tu huko. Katuma mabarua, ngengeda, naendelea kungangania tu huko. Barua mpaka mwaka wa 6-7 hivi. Nikauliza, kwani Mungu seriously hanipendi? Hapa ninakaa pa shamba hivi na kizungu hii yote. Seriously, si Mungu anafaa kutumia resources zake vizuri, si ndio? Kwa siku moja katika hali ya kuomba, Mungu akaniuliza, si ni mimi nina uwezo wa kukupeleka kokote nataka kukupeleka? Nikasema ndio. Sasa kuniuliza, so how sure are you sitaki uwe hapa Ngengeta? Yaani hiyo mbio uko nayo ya kutoka hapa uende, what if it is God's will nikuwe hapo Ngengeta? And from that day sikuacha kutuma mabarua, nikaendelea kutuma ili nitakapokataliwa nielewe hata wakati huu Mungu anataka niwe Ngengeta. Na ile siku ataniondoa, barua itachukuliwa, nitaitwa na nitaenda. So hizo barua kutuma na kukataa kuitwa ikawa kwangu kama ishara, it is God's will for me to be in AIC Ngengeta. Are we together? Nikatuma transfer. Lakini ile siku mambo yalipinduka, my friend. Kukaribika kwangu. Ile siku unaitwa kwa DCC kila Jumapili, mbona unaendeleza hivi wakati huo wa matatizo? Niliandika tu barua moja pekee, ikaenda Mbomani DCC wakitafuta pastor. Na katika mabarua yote nishayoandika, hii ndio pekee niliitwa. Na kati ya wote ambao waliitwa wafanye interview, ni mimi pekee nilichukuliwa. Nikatambua wakati wangu huko umekwi, sasa nitakuwa kule Mkalala. Mimi sikutaka ishara zinipituke za mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Wengi hapa, kama tu macho yako yangepata nuru yaone, ungeziona ishara Mungu amekuwekea kwa ajili ya ndoa yako. Akisema ingawa hana pesa, ingawa hana nguvu, hapa ulipo ndipo napotaka uwe. Wanaume wengi kama macho yenu yangefunikwa na giza, ungeona huyu mke wangu na vile amechapa, ni yule Mungu amenitakia wakati upi, nitajivunia yeye. If only your eyes were not in darkness, ungelewa hapo umewekwa na Mungu ufanye kazi na uaminifu. Maana if you are aware it is God's will, you will not steal, you will not corrupt, but you will work faithfully. Maana Mungu anaona na atakupa zawadi wakati wake. Praise the Lord. Maana you are assured this is God's will for my life. Right now, I am convinced it is God's will for me to be here, AIC
Kenya, Israel. Asifiwe Yesu Kristo. And I will serve with that knowledge. Wakati wakuja kutoka ukifika, nitaondoka. Mpende msipende, nipende nisipende. What are you seeing as signs that confirm God's will for your life today? Perhaps you are in darkness. Ndio maana ndoa za wengine zimeharibika. May God open your eyes. Uelewe. Na sio lazima ukuwe na vitu vingi, lakini vya kutosha na kujivunia ndani ya Yesu Kristo. Maana ukiwa hapo, this is the promise. If you know you are in God's will, if you know, you are convinced that I am where I am supposed to be, utasema, the Lord is my helper, I shall not fear. What can man do to me? Because I know this is where I am supposed to be. Praise the Lord. Are you where you are supposed to be? May your eyes be opened. May your eyes be opened. Katika jina la nani? La Yesu Kristo. Asifiwe Yesu. Tumalizie hapa. Tumeona kuzaliwa kwake, hebu tuangalie kufufuka kwake. Tunaambiwa hivi. Verses 18. Ephesians chapter 1 verses 18. Na muomba Mungu aifunue mioyo yenu iweze kuona mwanga wake, mpate kutambua lile tumaini. Tumeongea kuhusu tumaini. Umutemwelewe utukufu mkuu wa zawadi alizowekea watu wake. Tumeongelea hiyo. And then 19. Mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini. Uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu ni sawa na ile nguvu kuu mno aliyomfufua nayo Kristo kutoka wafu, akamwinua akamketisha upande wake wa mkono wa kuume. Na hapo aliko Yesu anatawala juu ya kila tawala, mamlaka, enzi na ukuu, na anatawala juu ya kila cheo kiwezacho kutajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Acha nikuonyeshe jambo ambalo liliwashangaza wanafunzi wa Yesu kumhusu huyo Yesu. Nimewaelezea kuwa walielewa kuwa hali ilivyo, reality ni kuwa kuna mbinguni, angani wanamokaa miungu, kuna duniani, the material world, the world of flesh and blood, na kuna kuzimu, na kila mtu akiingia huko kuzimu hatoki. Na mbinguni yeyote mwingine hawezi kuingia isipokuwa miungu. Yesu alipokufa alienda huko. Praise the Lord. Ningawa aliwafufua Lazaro, huko alikwenda akamiliki, akafufuka. Unajua huko ukimiliki, hiyo ni himaya yako, kaa huko. Are we together? Hiyo ni himaya nani? Yako, kaa huko. Revelation chapter 1 verses 18 inasema hivi: Yesu Kristo yuko na ufunguo wa huko kuzimu, na yuko na funguo ya mauti. Hebu elewa, yuko na funguo ya mauti, death, na ufunguo wa kuzimu. Ni kusema ni yeye mwenye hukumu pekee. Wale ambao walikuwa wanaringia huko hawana hiyo hukumu, imechukuliwa na Yesu. Na badala ya kukaa huko, maana imekuwa miliki yake, akafufuka, akaonekana na wanafunzi wa nani? Wake. Na zaidi ya hiyo, imagine, this has never happened before. Akapenya, akaingia mbinguni. Himaya ya Mungu, milki ya Mungu. Na huyo Mungu akamfanyisha his right hand man. Ni kusema in that instance akawa the Lord of huko kuzimu, the Lord of earth and the Lord of heaven. Ndio maana alisema all authority in heaven and on earth has been given to me.
Ukisoma Waebrania anasema hivi, Waebrania kifungu cha 2 verse 14, kuwa Yesu alichukua mfano kama wangu na wako, wanyama na damu, akashirikana na sisi katika huu mwili, ili aweze kuchukua nguvu za mauti zilizokuwa na shetani. The devil has no say. It is Jesus. Niko na swali. Who has the final say? Oh, who has your final say? Oh, Jehovah, turn my life around. Jehovah turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has the final. Hiyo ndio nguvu ya ufufuo. Na hiyo nguvu ilifanya ndani ya Yesu Kristo iko ndani yako wewe na ndani yangu mimi. Na bui imagine tukijumuika wote tumtetee Yesu, vile hiyo nguvu itadhihirika katika maisha yetu na katika mji huu wetu na kanisa hili letu. Kuna nguvu ya ajabu. Cha kutumaini sina, hebu tusimame, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina